بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Rajab mwaka 1447, katika darasa ya tafsir al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala tuendelea na tafsir ya juz amma na tulifikia سورة الليل. يقول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلى آخر السورة. يقول الإمام السعدي رحمه الله: قوله تعالى والليل إذا يغشى، الله سبحانه وتعالى سمنا أبا قوسيكو unapofunika. قال: هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم. hiki ni kiapo Allah subhanahu wa ta'ala aapa kwa zama, kwa wakati ambao ndani yake ndio hutokea na hufanyika vitendo vya waja kwa kutofautiana hali zao. Kuna wanaofanya wema na kuna wanaofanya uovu, lakini wakati ni ule ule. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika sura mbalimbali huapa kwa wakati. Ameapa kwa wakati mbalimbali. Ameapa kwa wakati wa alfajiri, akasema wal fajri wa layalin 'ashr. Ameapa kwa zama kwa ujumla, akasema wal 'asr, na apa kwa zama. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema wal layli idha yaghsha, akaapa kwa zama. Na hii ni kuonyesha umuhimu wa wakati, sababu Allah subhanahu wa ta'ala haapi na chochote isipokuwa kile anachoapa nacho kina umuhimu mkubwa sana, na ni ishara ya uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. قال: هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، فقال: والليل إذا يغشى. نأبك وسيك unapofunika، أي يعم الخلق بظلامه. wakati usiku unapotanda ukaenea viumbe vya Allah kwa kiza chake. fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskanihi, kila kiumbe kikatulizana katika sehemu yake, nyumba zake. wayastarihu alibadu min alkaddi watta'ab, na waja wakapata kupumzika kutokamana na tabu na machovu ya mchana, sababu mchana watu wafanya kazi, wajishughulisha na shughuli zao za kidunia. Inapofika usiku, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia usiku ni wakati wa utulivu, wakati wa watu kupumzika. Na mara nyingi utaja kuwa usingizi anaolala mwanadamu wa usiku
hauwezi kufananisha na mchana. Na kila mmoja katika sisi hilo aliona. Usiku waweza kulala masaa machache ukatosheka na ule usingizi na ukapata utulivu mzuri sana, ambao lau kama ungelala katika wakati wa mchana utulivu ule huwezi kupata. Na wewe jaribu, kwa mfano umekesha usiku mzima kisha mchana ndio waanza kulala, utajikuta kwa kwenye ule mchana wako yale masaa unayolala pengine ulale kuanzia asubuhi mpaka adhuhuri, utaona mchana wako ulikuwa mrefu sana, umelala muda mrefu sana. Lakini masaa yale yale yaweke wakati wa usiku, ukalala masaa 6 5, ukaona ule mwili wako umepata utulivu mzuri sana. Hii ni katika maajabu ya kuumba Allah subhanahu wa ta'ala usiku. Kwa usiku ni wakati wa utulivu. والنهار إذا تجلى, na mchana unapodhihiri, ay tajalla lilkhalqi, na mchana unapodhihiri kwa watu, fastadha'u binurihi, watu wakapata ule mwanga wake, mwangaza wake. Wantasharu fi masalihihim, kisha wakaenea watu sehemu mbalimbali katika hii ardhi katika kutafuta maslahi yake. Ikiwa ni wanyama wakazunguka, wale wanaokula mimea wakatafuta riziki yao wakala. Ikiwa ni wanadamu wakaenda na shughuli zao, huyu afanya shughuli hii, yule afanya shughuli ile. Waja'alna an-nahara ma'asha, ndio wakati wa watu kutafuta maisha yao. قال وما خلق الذكر والأنثى, na hapa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa aliyeumba dume na jike. وما خلق الذكر والأنثى, in kanat ma mawsula, ikiwa hii ma hapa imekuja ni mawsula, ay bimaana alladhi. Ma almawsula ni ile inayokuja kwa maana alladhi, ile ma yaja kwa maana alladhi, itakuwa walladhi khalaqa adh-dhakara wal-untha. idhan asema kana iqsaman bi nafsihi al-karima al-mawsufa bi annahu khaliqu adh-dhukur wal-inath. Itakuwa hapa ikijamaa kwa maana ya alladhi ni kuwa Allah yuapa kwa nafsi yake tukufu iliyosifika na kuumba dume na jike, bimaana aapa kwa dhati yake tukufu. Kwa hivyo itakuwa wama khalaqa adh-dhakara wal-untha, ay walladhi khalaqa adh-dhakara wal-untha, na apa na yule aliyeumba dume na jike. Hii ikiwa ni ma mawsula. قال وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى, ikiwa ni masdaria ya ta'wil wa khalqu adh-dhakari wal-untha, khalaqa yakhluqu khalqan, itakuwa wa khalqi adh-dhakari wa khalqi adh-dhakari wal-untha. wa in kanat masdariya kana qasaman bi khalqihi lidh-dhakari wal-untha, na hapa ikiwa ma ni masdaria itakuwa hapa na kule kuumba kwake dume na jike. Ile ya kwanza hapa kwa nafsi yake, hii ya pili hapa kwa kile kitendo chake cha kuumba dume na jike. Kwa hiyo itakuwa tawili yake itakuwa nini? Wa khalqi adh-dhakari wal-untha, na naapa na kuumba dume na jike. Na yote katika hizi mbili ni sawa, ikiwa itakuja kama ni mausula au itakuja kuwa ni masdaria, yote ni sawa.
قال كان قسما بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل. Allah subhanahu wa ta'ala katika hikma yake ameumba dume na jike kwa vile viumbe ambavyo ataka vibakie katika huu ulimwengu. Kaumba kiume na kike ili aina ya mnyama yule au aina ya kiumbe kile kibakie katika huu ulimwengu, kisije kikaisha. Akaumba kiume na kike, asema waqada kullam minhuma ila al-akhari bisilsilati ash-shahwa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakiongoza kila kimoja katika vile viwili kwa silsila ya matamanio. Bimaana amekiumba kiume kikawa chavutiwa na kike na kike kikawa chavutiwa na kiume, ili kuendelee kubakia aina ya kile kiumbe. Sio hapa takuwa mmeeleweka. Mwanamume amuhitajia mke na mke amuhitajia mume katika kukidhi matamanio yake, na katika hali ya kukidhi matamanio ndiyo pale kupatikana kizazi ili wabakie. Kinyume na mtu ambaye hayuko katika fitra, kuna watu waishi mpaka wafikia kuwa hawa ulaika kal an'ami bal hum adall. Ndio pale waje kuona mwanamume amwangalia mwanamume mwenzake na mwanamke amtizama mwanamke mwenzake. Hapa sasa kuna tabu hapa. Hii si fitra, si maumbile ya mwanadamu anavyotakana kuwa. Na ndio maana hili hutoliona kwa wanyama. Huwezi kuona mnyama eti mume amtaka mume mwenzake. Mume amtaka mke na mke amtaka mume, ila kwa baadhi ya watu ambao fitra yao yale maumbile yao wameyabadilisha. Hawa sasa balaa. Lakini asli Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba kike chahitaji kiume na cha kiume chahitaji cha kike, kila mmoja amhitaji mwenzake, kwa malengo ya kuwa kile kiumbe kibakie kuwepo katika huu ulimwengu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hilo ameliumba pia kwa mwanadamu, kwa Allah akajalia katika wanadamu kuna mume na mke, huyo amhitaji huyo, amhitaji huyo, ili wanadamu waendelee kubakia katika ulimwengu. Lakini kukaja na kufar wamefanya madhambi yote, bado wanaona dhiki katika nyoyo zao, wajaribu kutafuta njia ya kupata saada na furaha kupitia matamanio na shahwa, wakapita mipaka. Uislamu haukatai kuwa mwanadamu ana shahwa, ameumbwa nayo, lakini Uislamu ukaielekeza ile shahwa ya mwanadamu katika kile kilichokuwa na manufaa kwake yeye na manufaa kwa mujtamaa wake. Na ndio maana katika Uislamu tukawekewa kitu chaitwa nini? Ndoa, an-nikah, ili kuiongoza ile shahwa ya mwanadamu katika halali, iwe ina manufaa kwa nafsi yake yeye mwenyewe na kwa mujtamaa wake. Uislamu ukamwelekeza Muislamu katika jambo hili ambalo ndani yake kuna faida kubwa sana nyingi, na hili kila mmoja alifahamu akisoma mlango wa nikah na kuelewa kuwa Allah na hikma kubwa sana katika kuumba matamanio kwa kike na cha kiume, ili vile viumbe viendelee kubakia. وجعل كل منهما مناسبا للآخر, akajalia kila mmoja katika hivi viwili chanasibiana na kingine. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala, mbora wanaoumba subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu inna sa'yakum lashatta,
kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, inna sa'yakum la shatta, hakika juhudi zenu bila shaka ni mbali mbali. Hadha huwa almuqsamu alayhi. Kwa nini Allah ameapa na kutanguliza hivi viapo? Kwa ajili ya hili, inna sa'yakum la shatta, ay inna sa'yakum ayuha almukallafun lamutafawitin tafawutan kathiran, hakika juhudi zenu enyi mliokalifishwa kufanya ibada. Na hapo wanaokusudiwa ni watu na majini, kwa sababu wao ndio waliokalifishwa watakaoulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo wanayoyafanya. wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hawa mukallafuna ndio wanaokusudiwa hapa. inna sa'yakum la shatta, juhudi zenu na mbio zenu mnazokwenda zatofautiana sana. wadhālika bihasabi tafawuti nafsi al-a'mali wa miqdariha wan-nashati fiha, watu watofautiana katika nafsi ya vile vitendo. Wengine wafanya khairi, wengine wafanya shari, tofauti kabisa. wa miqdariha, na kiwango, wengine wafanya amali nyingi zaidi kuliko wengine. wanashati fiha, na uchangamfu katika yale matendo. Hawi sawa yule ambaye achangamka katika kufanya khairi na mwingine ana uvivu katika kuifanya khairi, hawezi kuwa sawa. qala wa bihasabi alghayati almaqsudati bitilka al'amal, kadhalika watu watafautiana kwa malengo ya yale matendo wanayoyafanya. inna sa'yakum la shatta, hal huwa wajhu Allah al-a'la al-baqi, je yale matendo yake ayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya dhati yake na uso wa Allah subhanahu wa ta'ala utakaobakia milele. fayabqa as-sa'yu lahu bibaqaihi wa yantafi'u bihi sahibuhu, ikawa zile juhudi zake zitabakia, sababu kile kilichokuwa kwa ajili ya Allah ndicho kitakachobakia, akanufaika yule anayefanya matendo yale. Je, ni kwa ajili ya Allah? am hiya ghayatun mudmahillatun faniya, au malengo yake na nia yake ni kwa kile ambacho hakitadumu, kitakachoisha, bimaana afanya kwa ajili ya dunia. fayabtulu as-sa'yu bibutlaniha, ikawa zile juhudi zake zitabatilika kwa kuisha hiyo dunia. wayadhmahillu bidhmihlaliha, kwa ikawa zayayuka zile juhudi zake na kuisha kwa ile dunia. wa hadha kullu amalin yuqsadu bihi ghayru wajhi Allah ta'ala bihadha alwasf, na kila matendo ambayo mja hata mkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, maana hata ifanya kwa ikhlas, basi amali kama ile haitadumu, hapati chochote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya, huyo amekwenda mbio katika hii dunia, kesho hana chochote. waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, ikawa ni vumbi, mfano wake ni kama vumbi lilopigwa na upepo, hakubaki kitu. ثم قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى, ama mwenye kutoa na akamcha Mungu. فأما من أعطى واتقى, قال ولهذا فصل الله تعالى العاملين ووصف أعمالهم, na kwa hilo Allah subhanahu wa ta'ala akatofautisha baina ya watendaji wanaofanya amali na akasifu matendo yao. faqala fa amma man a'ta wattaqa, fa amma man a'ta ay a'ta ma umira bihi min al-ibadat al-maliyah, yule anayetoa, bimaana anayetoa kile alichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoa katika ibada za kimali, kazakawat, kama vile zaka, wal kafarat, na kafara, sababu amefanya kitendo fulani, kafara yake ni alipe kitendo fulani, kitu fulani, ile ni wajibu. Sasa wan nafaqat,
na nafaka, kumsimamia mke wake, watoto wake, wasadaqat, na sadaka pia, walinfaqi fi wujuhi alkhair, na kutoa mali yake katika njia mbalimbali za khairi, walibadat albadaniya, kadhalika ibada za kiwiliwili kasalati wasawmi wa nahwihima, vyote hivi vingia katika nini? Fa amma man a'ta. Qala wal murakkabati minhuma, na kile ambacho kimekusanya baina ibada ya mali na kiwiliwili, kalhaji wal umrati wa nahwihima, kama vile ibada ya hija na ibada ya umra na mfano wake. Wattaqa aymanuhi anhu, na akajizuia kutokamana na kile alichokatazwa, min almuharramat wal maasi ala ikhtilafi ajnasiha, katika yale ambayo ni haramu na maasi mbalimbali akajizuia. Huyu anayesifika na sifa hii, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, na kusadikisha lililo jema, ay saddaqa bila ilaha illa Allah wama dallat alayhi min jami'i al-aqaid ad-diniyya wama tarattaba alayha min al-jazaa'i al-ukhrawi, akasadikisha la ilaha illa Allah na kila kinachoingia ndani ya la ilaha illa Allah katika itikadi mbalimbali za hii dini, na yale yatakayopatikana katika natija yake malipo kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anayesadikisha, fasanuyassiruhu lilyusra, basi tutamsaidishia yawe mepesi kwake, ay nusahilu alayhi amrahu, jambo lake tutamfanyia sahali. ونجعله ميسرا له كل خير, na tutamjaalia huyu ni wepesi kwake yeye kufanya kila khairi. Muyassaran lahu tarku kulli sharrin, afanywe wepesi kuacha kila shari. Liannahu ata biasbabi at-taysir fayassara Allahu lahu dhalika, kwa sababu amefanya sababu za kupata wepesi, Allah akamfanyia wepesi. Maana yake nini haya maneno? Allah subhanahu wa ta'ala, wapo katika waja wake aliowaongoza kwa fadhila zake, fadlan min Allahi wa ni'ma, lakini pia Allah ameweka asbabu za mtu kuupata uongofu, kama vile kuna asbabu za mtu kuingia katika upotofu. Sasa yule anayefuata hizi sababu za kuipata njia ya uongofu, nitawapeni mfano. Kuitafuta ilmu ya kisheria ni sababu katika sababu za mtu kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Sababu katika kusoma kwake elimu ya kisheria amtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala, na yuitambua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa katika yale anayoyafanya na yale anayokomeka nayo ni kulingana na mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Ataifahamu vipi? Kwa kuitafuta ilmu ya kisheria. Kwa kutafuta ilmu ni katika njia Allah alizoziweka za mtu kuipata hidayah. Kama vile upande wa pili Allah akataja pia njia zinazowapelekea watu kuingia katika upotofu, na haya akayaweka wazi kabisa, wahadainahu najdain. Allah akapambanua njia zote mbili, imma shakiran wa imma kafura. Sasa ni wewe mwenyewe mwanadamu umepewa khiari, chagua mwenyewe njia gani waitaka. Ukifuata asbabil hidayah yahdika Allah atakuongoza, na ukifuata asbabil ghiwaya wadhalal, ukafuata sababu za kupotea, basi utapotea. Kwa mfano, katika sababu za mtu kupotea, kufuatana na marafiki wabaya. Akafuatana na marafiki wapotofu, ikawa ni sababu ya yeye kupotea katika njia ya sawa. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila.
siku hiyo ya kiyama dhalim atajiuma mikono yake miwili. Sisi tufahamu kuwa anayejuta yuuma nini? Kidole, sio? Wasema adha usbu'an nadam, ameuma kidole cha majuto. Siku ya kiyama, wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi, yale majuto yatakavyokuwa makubwa, hatauma kidole cha majuto, atauma mikono yake yote miwili. Ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ya laiti ningefuata njia nani? Ya mtume. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani, ko laiti nisingelimchukulia fulani kuwa ni kipenzi changu, amenipoteza. Kwa hivyo hapa tukaona katika sababu ya huyu bwana kupotea nini? Ni yule rafiki mbaya, rafiki muovu. Na mu'min hana ruhusa ya kumfanya rafiki mtu yoyote tu. Ni lazima yule rafiki yako awe ni rafiki ambao sheria imekuruhusu kumfanya rafiki, awe mtu wa kheri. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, mtu yuko katika mwenendo wa yule kipenzi chake na rafiki yake, atizame mmoja wenu ni nani rafiki yake. Rafiki yako ni nani bwana? Waangaliwa na utahukumiwa kulingana na rafiki yako. Siku zote ikiwa watembea na marafiki wabaya, watu wakiulizwa kuhusu wewe, hata kama hawakujui, sema yule mtu simjui, lakini ile kampani yake ile, wale marafiki anaotembea nao si wazuri, kwa huyu mtu si mzuri, watu wakakuhukumu hivi. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopiga mfano wa rafiki mbaya, akapiga mfano wa yule anayefanya kazi ya vyuma, yule mfua vyuma, sababu yeye atumia moto. Imma an yuhriqa thiyabak, imma atakuchomea wewe nguo yako, bimaana ukaathirika na rafiki mbaya mpaka ukawa na tabia mbaya. Wa imma an tajida minhu rihan muntina, au ukapata kutoka kwake harufu mbaya, hata kama ukuiga hivyo, lakini ukawa watajwa kwa ubaya kwa wale marafiki wabaya unaotembea nao. Haiwezekani bwana. Al-arwahu junudun mujannada fama taarafa minha italaf. Hizi roho ni kama mfano wa wanajeshi, zikijuana zitapendana. Wama tanakara minha ikhtalaf, na ikiwa hazijuani zatafautiana. Watuyuru ala ashkaliha taqa, ndege bwana watembea na ndege mfano wao. Huwezi kuona msafara wa ndiwa hawajui wakiruka, kisha jikunguru liko katikati litaharibu. Wale ndiwa bwana wana ndia zao kule juu pita, ukawaona wako wengi, lakini kulia wenda pamoja, kisha kushoto, mara unaogeuka kama wameambiana hivi. Basi likaingia kunguru pale katikati, watu wenda kulia lela nyosha, watu wenda kushoto enda kulia, haelewi sababu si mahali pake. Na hutaona hilo, huwezi kuona bwana msafara wa ndiwa kaingia kunguru pale katikati, watakuwa ni wao tu. Basi hivyo hivyo wanadamu hufuatana na yule ambaye afanana naye kitabia. Utaona watu wakiwa na tabia moja, watu wa kheri, utawakuta wako pamoja. Kama vile watu wa shari nyinyi muona, utawakuta wako pamoja. Kuna watu wana starehe fulani wanaostarehe nayo, utawakuta pamoja. Na starehe ziko nyingi, ziko za halali na ziko za haramu. Wale walio na starehe zao za halali, pengine starehe yao wao ni ilmu, utawakuta katika vikao vya ilmu wako pamoja, waambizana kukitokea jambo la kheri kama ile ilmu, wako karibu karibu. Na kuna wengine starehe zao za haramu, ukawakuta walaji marungi wana maskani yao fulani wakutana huko.
kila wanapokula na kufanya starehe zao wakutana kule, wajuana wao. Wanadamu wako hivyo katika kheri na katika shari. Sasa huu ni upande mmoja. Upande wa pili asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man bakhila wastaghna, na hawa ni kinyume na wale wa kwanza. Wale ni a'ta wattaqa, hawa ni bakhila wastaghna. Nusu saa ishapita na nusu ya sura bado. Saadi ameeleza maelezo mazuri sana kwa mbele. Mimi naomba nisimamie hapa inshallah, kipande cha pili huku nakuja kueleza biidhnillah katika kikao kitakachokuja inshallah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.